Yule bwana anamweleza kisa chake, kisikilize kwa makini. Asema mimi nilimwoa mwanamke nikiwa katika mwezi wa 4 ama wa 5, na yeye katika ndoa, yeye tayari ana tumbo la mimba ya miezi 9, na maana ni mimba ilibebwa kabla ya ndoa, si yake. Asema hakuna atakayeamini kwa huyu mtoto ni wangu wa ndoa kutokana na muda uliokuwa mdogo. Nilichokifanya, asema nilimweka ndani, nikamwambia asitoke kabisa mpaka ulipofika mwezi wa 9. Ilipofika siku yake ya kuzaa, nikatafuta mkunga aje amzalishe ndani ya nyumba, asijue mtu yeyote. Asema ilipofika salatul fajr, nikamtatia yule mtoto, nikatoka naye mpaka msikitini, ikiwa hakuna mtu ananiona, nikamweka nyuma ya mlango, swala inaendelea. Asema swala ilipomalizika, watu wakitoka, mtoto analia, kila mmoja anauliza huyu ni wa nani, ni wa nani, kwa hajulikani mwenyewe. Asema nikajitolea, nikamwambia jamani, wacheni mimi nimchukue nikamlee, si mtoto wangu, lakini wacheni nimchukue nikamlee kama la kwetu. Asema nikamchukua ile mtoto, nikamrudisha nyumbani kwa mamake, nikamwambia mwanangu huyu mlee sasa. Akamsitiri ile binti ya watu kwa dhambi kubwa ambayo kwamba imepita, hakuna aliyojua lolote. Asema pengine amali hii ndio imenifikisha mimi kupata bishara hiyo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yani yote yule ambaye kwamba atamstiri mja wa Mola subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu atamstiri siku ya kiyama, na Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa naye katika al-firdaus al-a'la. Nani hataki hili? Nani hataki jiwar, ujirani na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika janna? Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, kwanza jistiri wewe mwenyewe, wastiri na waja wa Mola subhanahu wa ta'ala.